Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ndugu waandishi wa habari, tumeitana leo siku mpya tena ili angalau tuweze kuzungumza na Watanzania na tuwahabarishe mambo kadhaa. Natoa tamko au tangazo kwa mkoa wetu wa Dar es Salaam kwamba vituo vyote vya mafuta vilivyokuwa vimefungwa kutokana na matishio kadhaa ya kiusalama sasa vifunguliwe na vianze kutoa huduma hizo. Na vyombo vya moto ama vyombo vya usafiri vyote navyo vihakikishe vinapata huduma katika vituo hivyo. Sambamba na hilo, tunaendelea kuonya mfumo wa uuzwaji wa mafuta katika vidumu, huku tukiamini kwamba mfumo huo ni mfumo ambao kwa asilimia kubwa hauna nia njema kwa taifa na kwa mkoa wetu kwa ujumla wake. Muuzaji wa mafuta wa aina yoyote ambaye tabainika kwamba anaendelea kuuza mafuta katika mfumo wa kwenye vidumu atachukuliwa hatua kali kwa mujibu wa sheria za nchi yetu na kwa mujibu wa sheria za EWURA. Sambamba na hili, tunamuelekeza EWURA kanda ya Mashariki kuita kikao mara moja na wamiliki wa vituo vya mafuta vyote katika mkoa wetu ili tuweze kupeana semina maalum kuhusu mfumo sahihi tena wa kuendelea kuuza mafuta usioleta athari katika mkoa wetu. Sambamba na hili, ndugu waandishi wa habari, katika mkoa wetu wa Dar es Salaam tuna mabasi yaendayo kwa kasi. Tuna DART na tuna UDART. Vituo vingi vya mwendo kasi vimeharibiwa. Na kwa mantiki hiyo, tunaendelea kuusitisha usafiri huu kwa njia ya Morogoro Road, yani BRT1, na tunaendelea pia kusitisha usafiri huu kwa njia ya Mbagala, yani BRT2. Kwa hiyo wale wote ambao walikuwa wanategemea mfumo huu wa usafiri, na naamini pia usafiri huu umekuwa ukiwasaidia watu wengi, tunausitisha mara moja. Jambo la kwanza, ili kufanya tathmini ya kina kuhusu uharibifu uliotokea. Jambo la pili, tunajua kwamba mifumo ya utukataji tiketi na mageti pia imeharibiwa, na kwa mantiki hiyo inatupasa tuwe na muda wa namna ya kuweza kurudisha hali hiyo kama ilivyokuwa. Tunawaagiza watu wa LATRA, wadau wa LATRA na watumishi wa LATRA ama mtendaji mkuu wa LATRA kutoa vibali vya muda mfupi kwa mabasi ya kawaida ili yaweze kutoa huduma katika njia hizi ambazo zilikuwa zinategemewa kwenye usafiri huu wa mwendokasi. Na jambo hili lifanyike mara moja ili kuongeza nguvu kidogo ya utoaji wa huduma mabasi kwa njia hii ya BRT1, yani ya Morogoro Road, na kwa hii njia nyingine ambayo nimeitaja hapo awali. Usisahau kusubscribe, kubonyeza alama kengele, kushare na kucomment. Asham TZ, always we available.